Mtazamaji na msikilizaji wa Familia TV, karibu tena katika kipindi kizuri ambapo leo tunaanza mada mpya. Mada ambayo tunakwenda kuangalia inasema ujenzi wa familia. Ujenzi wa familia. Unaweza kujiuliza kuwa familia pia inajengwa. Familia ina msingi, ukuta au paa. Ni kitu ambacho unaweza kujiuliza, lakini nataka nikwambie kwamba familia ni kama nyumba. Ambavyo unaona mchakato wa ujenzi wa nyumba unaanza, ndivyo ambavyo familia inajengwa. Na katika kipindi cha leo tutakuwa tukiangalia familia moja ndani ya kitabu cha Biblia ambacho inaitwa familia ya Yakobo. Hapa tutakuwa tukiangalia mwanzo wa ujenzi wa familia. Yakobo alifanyaje katika ujenzi wake wa familia, lakini pia tutaangalia maisha halisi ya familia ambayo wanaishi pale nyumbani. Lakini pia tutaangalia athari ama matokeo ya kile ambacho alikianzisha na ambacho kinakwenda kumpata. Lakini tutaangalia miisho ya familia hii imekuwaje. Na hapo ndipo tutakuwa tunajifunza ndani ya kila hatua. Tutaangalia ya kuwa kitu gani tumejifunza katika ujenzi wa familia. Je, tunajenga au tunabomoa? Kitu gani ambacho alikifanya Yakobo wakati anakwenda kuanza familia? Lakini kabla hatujaanza sasa, nikusii ukasubscribe, lakini ulike na kushare kama bado haujafanya hivyo. Lakini pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii. Katika Instagram ni Familia TV, katika TikTok ni Familia TV, na Facebook ni Familia. Lakini akaunti yangu binafsi inaitwa Saa Tumbu pale Instagram. Fanya hivyo uweze kupata masomo mengi ambayo tumekuandalia katika channel yetu. Kipindi cha kwanza kinasema wakati wa kutafuta. Wakati wa kutafuta. Ukisoma kitabu cha Biblia Mwanzo sura ya 29, ataonekana Yakobo tayari. Ukirudi nyuma hapo kidogo utagundua Yakobo tayari amekwisha gombana na Esau. Na baada ya kugombana na Esau, sasa Yakobo anaanza kutafuta alternative ya kutoka au kumkimbia Esau. Lakini pia anafanya jambo pamoja na mama yake, ambapo wanapanga njama. Mama yake anakwenda kwa baba yake ambaye ni Isaka, anamwambia kuwa anahitaji Yakobo atoke mahali hapo akapate mke sehemu nyingine. Kwa hiyo sura ya 29 ndipo inaanza kumuonesha Yakobo akitoka katika nchi hiyo, anasema akaelekea katika nchi ya wana wa mashariki. Huko sasa anaanza safari yake ya maisha ya kuanza kutafuta. Kwa hiyo swala la kwanza ambalo tumelipata katika kisa hiki cha Yakobo, kama utakisoma vizuri, utagundua kwamba jambo la kwanza katika ujenzi wa familia ni kutoka. Yakobo alitoka. Alielekea wapi? Katika wana mashariki. Sasa tutaangalia hapa, unapotoka unaelekea wapi? Yakobo alitoka katika kulingana na maelekezo ya mama yake kwenda katika sehemu ambayo mama yake ametoka. Kwa lugha rahisi ni kwamba Yakobo alitoka akaenda sehemu sahihi ambayo inakwenda kumpatia mke. Na ukiangalia moja kwa moja, alipofika katika kisima akakutana na Rachel ambaye ni Raheli, ambaye baada ya hapo Yakobo anaonekana kumpenda Raheli. Wanakwenda nyumbani, baba yake anamtambulisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kutoka. Unapokwenda ujenzi wa familia, tunazungumzia kijana ambaye hajaoa, tunazungumzia kijana ambaye anatafuta mchumba. Jambo la kwanza, toka. Unapoomba Mungu akupatie mchumba asubiriwe nyumbani. Toka. Kama ni kazini nenda, kama ni kanisani nenda. Maana yake ni kwamba ipo sehemu sahihi ambayo Mungu atakukutanisha na mtu wako. Hilo ni jambo la kwanza. Ukiangalia jambo la pili ambalo tunalipata hapa katika kisa cha Yakobo, ile sura ya 29 fungu la 18, tunaona sasa Yakobo anaanza kuvutiwa na mwanamke. Mwanamke anayemvutia Yakobo ni nani? Mwanamke anayemvutia Yakobo ni Rachel. Ukisoma sura ya 17 utagundua kwamba Yakobo anavutiwa sasa na Rachel. Inasema naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli.
Kwa hiyo unapotoka na ukaona kabisa Mungu amekuonesha, basi unatakiwa kuchagua kile ambacho unakifikiria, kile ambacho ulikuwa unakiwaza, kile ambacho ulikuwa unakifanya. Chagua. Watu wanaambiwa usioe umbo, usioe sura, usioe nini, lakini kuiwalisia ni kwamba huwezi kuiona sura, huwezi kuiona tabia pasipo kuiona sura. Kwa hiyo penda kwanza kile ambacho kinakuvutia ili uweze kuona kwamba Mungu amekupatia hicho kitu ambacho unakihitaji. Jambo la tatu ambalo tunakwenda kujifunza hapo, ukisoma hiyo sura ya Yakobo inayofuata, Yakobo akamtumikia Labani kwa ajili ya kumpata Rachel, kwa maana Raheli, maana yake alitoa. Jambo la tatu, upendo unaambatana na kutoa. Tunatoa kwa sababu tunapenda. Kwa hiyo Yakobo tunamuona naye alitoa mahali. Mahali aliyotoa Yakobo, alitoa nguvu, alitoa na muda kwa ajili ya kuthibitisha upendo. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinahusiana na upendo kinahusiana kwa karibu na kutoa. Unapotoa unathibitisha upendo. Wakristo tunaamini kuwa Yesu Kristo alipotua ametupenda sisi, cha kutoa, alitoa uhai wake kuthibitisha upendo, kwa sababu upendo ni kitu ambacho kinahitaji thibitisho. Kwa hiyo unapotoa unathibitisha upendo. Haya mambo matatu tunakuwa tumeangazia katika kipindi chetu hiki cha kwanza. Lakini yote kumbuka ya kuwa hivi, Yakobo alitoka akiwa na baraka za wazazi. Na mimi nakwambia, kabla haujaanza jambo lolote la kuanzisha ujenzi wa familia, toka ukiwa na baraka za wazazi, toka ukiwa na baraka za Mungu. Mimi ni Isaa Tumbu. Familia bora, taifa imara.